Karibuni tena tutafakari pamoja, hasa kipindi hiki cha Majilio ambapo tafakari yetu inasema Kristo atakuja tena, na ujumbe wetu wa leo unasema Yesu alizaliwa kwetu ili kutupatia tena nafasi ya kumtumikia yeye ambaye ni Mungu. Tuliona katika tafakari ya kabla kwamba kwa kuwa Mungu ametujilia sisi, basi hatuhitaji tena kiunganishi kati yetu na Mungu zaidi ya Mungu mwenyewe. La sivyo, isingekuwa na maana kwake kuja kwetu. Yesu alisema hivi: mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Yohana 16 mstari wa 6 mpaka ule wa 7. Yesu anatuambia kama tungelimjua yeye, tungelimjua na Baba. Na akasema tangu sasa mnamjua, yaani tunamjua Baba, tena tumemwona. Malaki tumemwona kwa njia ya Yesu mwenyewe. Sasa tunajifunza nini katika jambo hilo? Tuliona katika Agano la Kale kulihitajika nabii au kuhani aliyechaguliwa katika watu ili aweze kuwaunganisha watu, yaani awe kiunganishi cha watu na Mungu, kwa kuwa mwanadamu alitengwa na Mungu. Lakini sasa Mungu ametuunganisha naye kwa njia yake mwenyewe. Kumbe basi, badala ya kumtafuta Mungu kwa watu wengine, yaani kwa mitume na manabii wa enzi hizi, Mungu anapatikana tukimtafuta. Yeye anasema hilo waziwazi hivi: niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Na hilo tunalisoma katika Yeremia sura ya 33 mstari ule wa 3. Hakusema tukamwite kwa njia ya mtu mwingine kama ilivyokuwa katika Agano la Kale, yaani kwa njia ya mmoja aliyechaguliwa ili awe kiunganishi. Tunakaribishwa sote katika kiti chake cha enzi, tena bila ya hofu, kama tunavyosoma katika Waebrania sura ya 4 mstari wa 16. Nabii Isaya anasema hivi: mtafuteni Mwenyezi Mungu wakati bado anapatikana, mwombeni msaada wakati yeye yupo bado karibu. Na hii tunaisoma katika Isaya sura ya 55 mstari ule wa 6. Hivyo basi tuwaepuke wale wanaosema Mungu wa mchungaji fulani eti anasikiliza maombi kwa haraka. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna Mungu wa mchungaji nani wala nani, bali kuna Mungu mmoja tu ambaye ni Mungu wa watu wote. Badala ya kumkimbilia Mungu kwa mchungaji fulani, wewe mwenyewe mwite Mungu wa kweli kwa nafasi yako, naye atakusikiliza. Bahati mbaya, tunaendelea kupotea kwa kukosa maarifa, kama nabii Hosea anavyotuambia katika Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Bado tunamwona Mungu kuwa yupo mbali nasi. Bado tunang'ang'ania kutafuta kiunganishi cha kutuunganisha naye, tukidhani kwamba sisi wenyewe hatuwezi kamwe kumsogelea. Tunasahau agano lake la milele na sifa ya agano hilo. Tunashindwa kulipokea na kulikubali na kulitumia, yaani kuyapokea kwa shukrani mamlaka ya kifalme au mamlaka ya ufalme wa Mungu tuliokirimiwa tena, kama tulivyosoma katika Petro wa pili
sura ya 2 mstari wa 9 na Ufunuo sura ya 1 mstari wa 6 na vile vile Ufunuo sura ya 5 mstari ule wa 10. Tunadanganyika na kujijengea ukuta mzito kati yetu na Mungu, tukidhani kuwa pengine yeye hatatusikiliza kwa kuwa tu wa dhambi. Hivyo tunatafuta viunganishi vya pembeni, tukidhani kwamba kwa njia hiyo ndio Mungu atatusikiliza. Tunasahau kuwa Mungu ni mwenye huruma sana. Anatuhurumia na kutupokea kama tulivyo. Yeye ameahidi kabisa kuwa tusiogope kumwendea yeye. Alisema hivi: haya, njooni tusemezane. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Tunaipata hiyo katika Isaya sura ya 1 mstari ule wa 18. Basi tusikimbilie mafuta ya upako, chumvi za upako, au maombi ya manabii na mitume wa uongo wanaotudanganya kuwa Mungu anawasikiliza wao tu. Kweli nabii Hosea hakukosea kusema tunaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Je, ni Mungu yupi huyo tunayemtafuta kwa wengine? Kwani Mungu wa kweli, yeye alitukaribisha sisi sote bila kutubagua, na akatutaka tukisogelee kiti chake cha enzi kwa njia ya Yesu Kristo kuhani mkuu, na sio kwa njia ya mwanadamu. Waibrania sura ya 4 mstari wa 14 na vile vile Waibrania sura ya 10 mstari wa 19 mpaka ule wa 39. Tunakosa maarifa au tunadanganywa na mkuu wa ulimwengu huu kuwa sio rahisi kumfikia Mungu na kusema naye, ijapo Yesu amekwisha kuturejeleshea mamlaka yale ya kifalme, kwamba kwa njia yake sisi sote tu taifa la kikuhani, na hivyo kwa njia ya ukuhani wetu tunastahili kupafikia bila hofu patakatifu pa patakatifu, ili tupokee kutoka kwake moja kwa moja rehema na neema. Waibrania sura ya 4 mstari wa 16. Hata sasa tusiifanye migumu mioyo yetu. Waibrania 3 mstari wa 7. Tumsifu Yesu Kristo.